Mei 31 mwaka 2026 majira ya saa 9:10 alasiri huko eneo la Maji Mazuri katika barabara ya Mbeya kuelekea Chunya, gari yenye namba za usajili namba T 134 DFB aina ya Mitsubishi basi la abiria la kampuni ya Masote likitokea Mbeya kuelekea Chunya, ikiendeshwa na dereva ambaye anajulikana kwa jina la Nehemia Sanga mwenye umri wa miaka 50, mkazi wa Uyole, iliacha njia kupinduka na kusababisha vifo vya watu 4, wanaume 3 na mwanamke mmoja ambaye anakadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 35 hadi 40. Katika tukio hilo, kati ya watu waliofariki, wawili waliweza kutambulika ambao ni Hamza miaka 30 na Matilda Mwambanganya mwenye umri wa miaka 30 hadi 35. Aidha, katika hali hiyo au katika ajali hiyo, watu 29 ambao walikuwa ni abiria katika basi hilo waliweza kujeruhiwa kwa mchanganyiko kuwa wanaume walikuwa 24 na wanawake ni 5. Majeruhi waliolazwa walikuwa ni 11 na wengine 18 waliweza kutibiwa na katika hospitali ya Rufaa Mbeya na kuruhusiwa kurudi nyumbani. Kwa hiyo walioruhusiwa wanaume walikuwa 17 na mwanamke mmoja. Chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa gari namba T 134 DFB kushindwa kulimudu hilo gari katika eneo hilo la kona kali kisha kuacha njia na kupinduka. Hivi sasa ninavyoongea, dereva huyo naye ni miongoni mwa majeruhi walioweza kunusurika katika ajali hiyo. Yuko anaendelea na matibabu katika hospitali ya Rufaa Mbeya, lakini yuko chini ya ulinzi wa jeshi la polisi. Wakati huo taratibu zikiwa zinakamilishwa kwa ajili ya yeye kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Siwema Yona Simfukwe, huyo ana umri wa miaka 24. Huyu alikuwa ni mfungwa aliyetoroka gereza la Rwanda Mei 13 mwaka 2025. Akiwa katika gereza hilo anatumikia kifungo cha miaka 30 kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Mtuhumiwa huyo ambaye nimemtaja, baada ya kutoroka gerezani amekuwa akifanya matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha, uvunjaji na ubakaji katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya, ikiwemo eneo la Iwambi jijini Mbeya. Na miongoni mwa matukio hayo ni tukio alilotenda au alilofanya tarehe 15 Mei mwaka 2026 majira ya saa 2 za usiku. Eneo hilo ambako alifanya uhalifu huo ni huko eneo la Iwambi, ambapo alivamia nyumba ya mwananchi mmoja akiwa na silaha aina ya panga na kumtishia kumuua mtoto wa familia hiyo endapo wasingetii amri yake ya kuwataka kufungua mlango ili aweze kuingia. Kwa hiyo baada ya kuwa ametoa vitisho hivyo, kisha aliingia ndani na kuwafunga kamba na kumbaka mama na binti wa kazi na kisha kupora simu 2 aina ya iPhone 15 na 16 pamoja na fedha taslimu shilingi 400,000. Aidha, mtuhumiwa huyu aliendelea kutenda makosa haya kabla hajakamatwa. Mnamo tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2026 majira ya saa 3 za usiku huko kwa eneo la Iwambi alivamia nyumba nyingine tena ya mwananchi mwingine na kupora simu aina ya iPhone 11 plain na fedha taslimu shilingi 300,000 ambazo aliwaamuru walizitoe kwenye simu na aliwaamuru watoe nywila au password ya simu ambayo ilikuwa na hizo fedha na kufanikiwa kuhamisha fedha hiyo kuingia kwenye fedha ya huyo mtuhumiwa. Kufuatia matukio hayo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari maalum wa kuzuia na kupambana na uhalifu wa matukio ya aina hiyo waliweza kuanza msako mkali, na ndipo Mei tarehe 30 mwaka 2026 majira ya saa 10:30 za jioni
huko eneo la Chipaka wilaya ya Momba mkoani Songwe ilifanikiwa kumkamata mtuhumiwa huyu Siwema Yona Simfukwe mwenye umri wa miaka 24 ambaye nimemtaja kwa makosa au kwa tuhuma hizo ambazo nimekwishazieleza. Mtuhumiwa baada ya kukamatwa alikutwa na silaha iliyotengenezwa kienyeji, panga, silaha ya shotgun, risasi ya shotgun moja na mizura miwili iliyokuwa ndani ya mifuko ya mifuko wakiwa wamehifadhi. Kitendo hicho cha kupatikana na silaha hizo kilizua hasira kwa wananchi ambao walianza kumshambulia mtuhumiwa huyo, na hivyo jitihada za askari ziliweza kufanyika ili kumwokoa na kuhakikisha kwamba mtuhumiwa huyo anafikishwa katika hospitali ya rufaa kwa matibabu. Kwa hiyo mpaka sasa endelea na matibabu kutokana na kipigo alichokipata na wananchi, lakini jeshi la polisi liliweza kufanikiwa kumwokoa kwa sababu matendo haya kama mnavyoona yalianza kushamiri na alikuwa akiyafanya hali akijua kabisa kwamba ni kosa na anasababisha taharuki kwenye jamii. Kwa hiyo kwa hasira hiyo ndio iliyopelekea wananchi waweze kujichukulia sheria mkononi, lakini kwa umahiri wa askari waliweza kumwokoa. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wananchi, kwanza kufuatia hii ajali linatoa wito kwa madereva kuwa makini wapo barabarani, ikiwa ni pamoja na kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kuepuka ajali. Na kwa sababu eneo hilo lina kona nyingi na mteremko mkali, kwa kweli wanahitaji kuwa makini sana ili kuepusha ajali zisizokuwa za lazima. Lakini jambo la pili ni kuomba wananchi wa mkoa wa Mbeya kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kuwafichua na kuwabaini wahalifu walioko katika maeneo ya makazi na wanakoishi ili kuendelea kutoa taarifa kwa baadhi ya wananchi ambao wanajihusisha na uhalifu. Na kikubwa jeshi la polisi linatoa wito kwamba nafasi ya uhalifu katika jamii na hususan katika jamii ya Mbeya kwa kweli haipo, na yeyote atakayethubutu kufanya tukio lolote la kiuhalifu basi watambue kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya litafanya kila njia liweze kumfikia na kumchukulia hatua za kisheria.